Mungu anasubiri ya kwamba kuna mtu atamke ya kwamba enough is enough, inatosha kwa kweli katika mambo anayopitia. Wenda ni kukataliwa, wenda ni kuteswa, wenda ni kukataliwa na ndugu zake, wenda ni kusemwa katika ofisi. Mungu anasubiri ya kwamba mtu fulani atamke ya kwamba enough is enough. Mungu anakusubiri. Wenda unapewa kamshahara kadogo, wenda unapewa salary kidogo. Mungu anasubiri useme ya kwamba hii salary enough is enough. Niinue kutoka hapa, nitendee muujiza. Mungu anakusubiri uwe na wazo la kusema ya kwamba enough is enough. Katika kitabu cha Naumu 1:9, sijui unawaza nini, lakini Mungu anataka tuwaze. Anasema, unawaza nini juu ya Bwana? Hivi unawaza nini juu ya Bwana? Bwana anayeweza kupandisha watu kutoka chini mpaka juu. Je, unawaza nini juu ya Bwana? Bwana anayeweza kukomesha magonjwa. Je, unawaza nini juu ya Bwana? Bwana ambaye aliwavusha Waisraeli kutoka nchi iliyokuwa ya mateso mpaka kufika katika nchi ya ahadi. Je, unawaza nini juu ya Bwana? Bwana aliyefungua njia kwa watu fulani ambao njia zao zilikuwa zimefungwa. Katika masaa haya ninatamani uwaze jambo fulani. Mungu anatembea katika wazo. Mungu atembei katika mtu ambaye hawazi. Mtu anayewaza ndipo Mungu anatembea na yeye. Mungu huanza na kitu fulani ndani yetu. Mungu huanza na wazo fulani ndani yetu. Waisraeli walikuwa na wazo la kuvuka. Waisraeli walikuwa na wazo la kutolewa katika utumwa. Waisraeli walikuwa na wazo la kutembea na Bwana. Waisraeli walikuwa na wazo la kutoka katika maisha yao. Sikiliza, Mungu anataka uwaze kutoka katika magonjwa. Mungu anataka uwaze kutoka katika familia. Mungu anataka uwaze kutoka katika uchumi mbaya. Mungu anataka uwaze kutoka katika ekonomi mbaya. Mungu anataka uwaze kutoka katika biashara. Mungu anataka uwaze kutoka katika kiroho. Mungu anataka uwaze katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu anakwenda kukuinua katika siku ya leo. Mungu hawezi kukuinua ukiwa katika magonjwa. Anataka akomeshe magonjwa ndipo uinuke. Magonjwa huangamiza. Magonjwa hurudisha uchumi nyuma. Magonjwa hufanya usifikiri vizuri. Magonjwa hufanya usiwe na amani. Mungu anataka utoke mahali hapo katika jina la Yesu. Na unapotoka mahali hapo, jina la Bwana linakuwa limeshinda juu ya nguvu za ibilisi. Jina la Bwana linakuwa limeshinda juu ya nguvu za shetani. Jina la Bwana linakuwa limeshinda juu ya watu wanaokusema vibaya. Wako watu kwenye maisha wanakufikiria ya kwamba we ni mtu wa kushindwa milele. Nina habari njema kwako ya kwamba Bwana anasema, unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso. Mateso kwako hayatainuka tena. Ijapokuwa mara ya kwanza yaliinuka, the second time mateso yatakomeshwa katika damu ya Yesu Kristo. Maana kuna ushindi katika the second time. Kuna ushindi katika mateso uliyopitia mwanzo. Mateso uliyopitia mwanzo, kwa Adamu wa kwanza tunaingizwa katika mateso, lakini kwa Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo tunashinda na zaidi ya kushinda katika mateso. Kwa hivyo any friction in Jesus name tunakwenda kushinda kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu anatuahidi ushindi. Katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37, Mungu anasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye anayetupenda. Sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Huwezi tu kushinda, unahitaji ushindi ambao ni zaidi ya kushinda. Ushindi ambao utawashangaza watu. Ushindi ambao utaacha watu midomo wazi. Ushindi ambao utafanya majirani
wakae wakishangaa baraka ulizotendewa na Bwana. Ushindi ambao walisema mtu fulani hataolewa, wanashangaa ukifanya harusi. Ushindi ambao walisema mtu fulani hawezi kuinuka, wakishangaa unainuka kwa damu ya Yesu Kristo. Ushindi ambao utawashangaza majirani zako, utashangaza watoto wako, utashangaza watu unaofanya nao kazi, utashangaza watu relative wako, watashangaa kwa damu ya Yesu Kristo. Maana Mungu anakwenda kufanyia miujiza ya namna ambayo haijawahi kutendeka. Ndio maana kitabu cha Kutoka fanya miujiza katikati yao, watashangaa, maana ni neno la kutisha, ni kutendealo katika dunia yote, wala katika taifa lolote ataona kazi ya Bwana, kwa maana kutendea. Bwana anakwenda kukomesha mateso yako. Bwana anakwenda Yesu, Bwana anakwenda kukutoa katika kifungo, anakwenda kushangaza mataifa, anakwenda kukuinua katika uchumi. Kuinua katika maisha ya hali ya chini mpaka kufika unakwenda kuwa msaada kwenye familia yako, unakwenda kuwa msaada kwenye nyumba yako, unakwenda kuwa msaada katika maisha ambayo watu hawatarajia. Wewe una familia yako, utakwenda kujengea mama yako, utakwenda kujengea baba yako, unakwenda kuwainua wadogo wako, watasoma kupitia wewe uliosalauliwa. Ninaliona jina la Bwana likitenda maajabu kwako. Ninaliona jina la Bwana likikuinua wewe. Ninaona jina la Bwana. Je, unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini juu ya huyu Mungu aliye mkamilifu sana? Unawaza nini juu ya Mungu huyu mwenye uwezo mkubwa? Unawaza nini juu ya huyu Mungu ambaye anatenda zaidi ya kutenda? Unawaza nini juu ya Mungu huyu mwenye nguvu? Katika jioni ya leo, katika masaa ya usiku, waza juu ya Bwana mwenye uwezo wa kushindia. Waza juu ya Bwana mwenye uwezo wa kukupigania. Waza juu ya Bwana mwenye uwezo wa kukushindia. Sijui umekataliwa na wanaume wangapi, sijui umekataliwa na wanawake wangapi, lakini katika masaa haya ninakukabidhi kwa Bwana aliye mshindi, ninakukabidhi kwa Bwana anayeokoa, ninakukabidhi kwa Bwana mwenye kibali, ninakukabidhi kwa Bwana mwenye marango ya kuinuliwa, mwenye marango ya kufunguliwa, mwenye marango ya kukufanya ukawe imara. Ninawapongeza watu wote jioni ya leo. Mmechagua mahali palipo sahihi. Mmechagua kwa Bwana ambaye atawapigania. Mmechagua kwa Bwana atakayewainua. Mmechagua kwa Bwana atakayesimama na ninyi katika nyakati ngumu. Mmechagua kwa Bwana ambaye anawafanyia miujiza. Ninaamini siku ya leo ni siku ya miujiza kwa watu wote ambao wako katika grupu hii. Mungu anakwenda kutenda miujiza. Mungu anakwenda kuwainua. Mungu anakwenda kuwashika. Mungu anakwenda kuwatambulisha kwa watu waliowadharau. Mungu anakwenda kutenda miujiza ya namna ambayo haijawahi kutendeka kwenye maisha yako. Hata watu ambao unaketi katikati yao watashangaa, maana ni kazi ya Bwana ambaye anakwenda kukutendea. Nataka nikutoe hofu mtu fulani hapa. Ninaongea na mtu fulani ambaye huenda kazi yake imekuwa ni ya chini sana, na hata anawaza ya kwamba atafanyaje.
ninataka nikutoe wasiwasi. Mungu anakwenda kutendea miujiza ya ajabu. Mungu anakwenda kutendea mambo makubwa ya ajabu. Mungu anakwenda kutendea mambo ambayo siyo ya kawaida. Unajua, Mungu anakwenda kufanya miujiza ambayo macho yako yatakuwa yakishangaa. Ninatamani mtu fulani alukeluke katika rumu yake, alukeluke katika maisha yake, alukeluke katika jina la Yesu, ya kwamba ni miujiza ambayo ni top up katika jina la Yesu Kristo, ambayo anakwenda kuifanya, ambayo sio ya kawaida. Mungu anakwenda kufanya miujiza ambayo sio ya kawaida. Ninatamani ujue ya kwamba Mungu ni mwenye nguvu sana. Ninatamani ujue Mungu ni mwenye uwezo sana. Ninatamani ujue ya kwamba Mungu yeye anasema all friction will not arise again. Maana Mungu anakwenda kutenda. All friction will not arise up again a second time in Jesus' name. Jesus ana promise ya kwamba anakwenda kufanya miujiza, ya kwamba mateso hayatainuka tena katika jina la Yesu. Ijapokuwa mara ya kwanza yaliinuka, the second time in Jesus' name, mateso hayatainuka tena. The second time is the time to be happy, is the time to be joyful, is the time to be with Jesus, who be who are going, Jesus, who are going to rise up you again in Jesus' name. God is a supplier. Mungu anakwenda kusupply kwako. Mungu anakwenda kutenda kwako. Mungu anakwenda kuwa basic need yako. Ikiwa utamkubali ya kwamba enough is enough with lack and poverty, in Jesus' name, God will provide for you. God will be supply for you. God will rise you again. God will be a father for you. God will be El Shaddai for you. God will be provision for you. God will be walk with you. God is powerful. God is more powerful. Prayer is changing you for the destinies. Prayer is taking you from out up to rise again in Jesus' name. So prayer can make you different. But those people who are praying, those people who are trusting God, for those people who are trusting and obeying for God, God will do a miracle for you. God is a God of miracle. God is a God of any circumstance is bad for you. Lord is going to change the any circumstance for you and going to rise you again. He's going to do a miracle again. He's going to make you happiness for you. The Lord is a mighty of peace in your mindset, in Jesus' name. So Jesus is a God of all sufficient in one. Today, we shall walk in divine provision in Jesus' name. Today, we cannot walk in bondage again because you accept God as God of miracle. I know the Lord is going to do the miracle for you because I trust, I see him doing the big miracle for me. The Lord who is doing for me a big miracle, the Lord
who are going to do for you today. Mungu aliyefanya kwa anakwenda kufanya kwako katika jina la Yesu.